Halo kaka. Hebu nisikize nikwambie kitu. Nini? Barua. Mlangoni kwako. Nisikilize kaka. Hapa kuna namna. Hebu njoo. Wewe njoo nyumba. Njoo. Mimi nakwambia njoo. Sawa. Tatu! We Tatu! Jamani, Tatu! Huyu ndo maana watu wanasema ametatuka, lakini mimi ubishi wangu tu huyu katatuka kweli, na sijui hata wapi aliko tatuka. Maana sehemu nyingi naona we Tatu! Tatu! Yaani tangu lini leo ikawa mara ya pili wewe kuichukua simu yangu mimi? Hiyo michezo imeanza lini? Tangu lini wewe unaanza kunichukulia mimi simu yangu na kuchezea? Yaani michezo ndo nimeanza sasa hivi ya kukagulia na simu, kwa sababu huyu mtu ninamwona ni mpumbavu tu. Anajiamini vipi katika simu ya mwanaume wa mtu kutuma message kama hizi? Jamani, hivi una akili timamu kweli? Kwenye ubongo wako wewe, utindio wako wa ubongo unafanya kazi? Hiyo simu mimi ipo watu wangu wa kazi tu, kwa sababu ninavyotembea na mambo yangu ya udalali wewe mwenyewe unayajua. Hao wote watu wa viwanja. Hili swala liko serious. Sasa mimi nachojiuliza, yeye alikuwa wapi pale wakati tunaichana ile barua? Unajua mwanzo nilikuona kama chizi, sikuamini kabisa hata kwa 100%, lakini sasa nakuamini. Mbona ongea chochote? Chizi, nafikiria jinsi ya kutatua tatizo. Wewe uko unaniita mimi chizi? Naona sasa umeamini. Hii ni michezo ndugu yangu, tunachezewa. Na tusipokuwa makini kwenye hili, na kuhakikishia tutapotea vibaya mno. Sasa tutafanyaje? Na hiyo barua umekuja nayo? Na kwanza ile ni barua au ni bahasha? Kwa sababu mara mwisho kuifungua kulikuwa kuna chochote. Huyo ni tajiri wa viwanja huyo. We Masudi, usiniletee masiala. Nakuomba unipeleke kabisa kwa huyu Kijibwa, huyu cha Sebleni, nikajuane naye. Ni nani ambaye anataka kunichukulia mume wangu? Masudi, usiniletee ile mcharuko wa Darueshi kuacha nyenga kucheza tarabu. Mimi mwenyewe na uweza, utanipeleka kwa huyu Kijibwa. Kwa sababu huyu mtu mmetumiana kabisa message. Umemtumia message kwamba mkutane Leicester. Hivi una matatizo gani jamani? Unajua mimi nilijua mtu akiwaga na mdomo mdogo anakuwa ongeongei sana. Lakini wewe nahisi iko kipindi ulichotoboa kama ndio umeongeza mdomo wako umekuwa mpana. Huyo hapo uko Leicester ni uwanja mpya. Unataka kujengwa uwanja wa mpira ndio unaitwa Leicester. Hapo juu. Wewe jichekelesha hivyo hivyo kama umeona kuku anacheza muziki. Nakuomba nipeleke. Kwani mimi sijui kama Leicester ni guest. Naomba unipeleke kwa huyo dada. Hebu wewe usinipande mimi kichwani. Sasa nisikilize. Hii michezo rahisi tu. Mimi nakupeleka. Unajua mimi sinaga mambo ya umbambamba. Sijui mambo ya Leicester, sijui kufanyaje. Sina. Sina. Mimi nataka nikupeleke sasa. Ole wako asiwe sijui huko Leicester na asiwe wapi, alafu awe dalali mwenzangu. Nakupiga bomba moja la ngumi.
Ndiyo, nipeleke. Mwanamume mzima una taa aibu. Riziki yako ya 2000 bado Baraka kuongeza na yake tu. Lione kwanza nywele zake kama tambi. Ovyo. Hapana, sijakuja nayo. Alafu na kitu kingine kinachoniumiza mimi kichwa zaidi. Nimejaribu kuifungua kutaka kuangalia ndani, lakini haifunguki mzee. Oya, nimejaribu pia kuchana, haichaniki. Sasa, yani ukiangalia kabisa unaona hapana. Hili jambo sio la kawaida ndugu yangu. Mimi nina wazo. Nina bibi yangu. Tufanye mpango twende. Tukifika kule, mzee, kila kitu kitakuwa, yani kila kitu kitakaa sawa. Sasa tunaendaje kwa bila kujua tatizo ni nini? Uone kama tutakuwa tumekurupuka bila kutumia akili? Shida yako ndo hiyo ndugu yangu, kujua kwingi. Kuna sehemu nyingine utakiwi kuleta kujua. Ubishi. Wewe twende kwanza, tukifika kule lazima tutajua tu shida nini, bibi sisi atatuambia. Yaani hapa tunachotakiwa sisi ni kwenda. Tuachane na maswali ya tuache. Ndugu yangu, hapa mtaani kuna vijicho vingi. So kila mmoja anapenda maendeleo yetu. Na wewe mwenyewe unajua hilo. Sijui umeelewa bwana. Wewe cha msingi hapa sisi twende kule. Tukifika kule tutajua shida iko wapi, tatizo ni nini, bibi atatuambia. Twende. Sangapi tunaenda? Tuna la gani ndugu yangu? Hapa cha msingi sasa hivi tunanyanyua hapa miguu, twende. Hatujabadili nguo juu. Hizana hata kama kuoga umeoga. Basi poa, wewe nenda kaoge, badilisha nguo chapu tuondoke. Haya, unataka kusemaje? Haya, zungumza basi mimi nikuelewe haraka. Sasa unavyonipeleka huko ndo Lichester, mbona nipitisha mabondeni sasa? Jamani, kwani wewe shida yako ni Lichester au kumuona huyo mtu? Wewe unataka sasa hivi kuona wafanyakazi wenzangu, uwajue mabusinessman wenzangu, ndo njia ndo huko. Sisi madalali hatukaagi karibu. Ngoma hapa unamkuta mtu Kisemvule unamkuta Mkulanga unakuta mtu yuko Kibiti. Hii safari tunaenda Kisemvule. Sasa hata kama ndio uko Kisemvule, magari hakuna. Magari? Yaani unakaa unazungumzia magari? Huku magari hakuna. Huku ni mwendo wa shortcut. Hii shortcut tunapita mzuri sana na utaifurahia. Umechagua kuwa na mimi mumeo, muhangaikaji. Unataka kujua jinsi ninavyohangaika? Let's go the papa na mama watoto. Hii ngoma unapiga ngoko paka utakoma. Yaani Masudi, kitu ambacho nitachokuja kukifanya utakiona huko mbele na utajuta katika maisha yako. Tondoke. Tukapa juu ya damu, mikataba chini ya mwezi mweupe, akanifundisha laana kwa maneno, nikajua siri za giza na upepe. Safari ya Kaka subiri. Jirani. Nini? Nimeibiwa? Jirani. Bwana kaka, nimeibiwa. Misukosuko ya dunia imenipa majeraha, lakini jina lako ndilo dawa nafsi yangu.
Vipi? Mbona umesimama? Mimi hapa nilikuwa nina ombi moja, mke wangu. Si unajua kama mimi mumeo nina pressure. Sasa ninaona kama pressure yangu imehamia huko tumboni. Sasa kuna vitu kidogo vimekaa vimejikoroga koroga. Naomba kidogo nikashubale kwenye miogo, maana ukisikia chakala kwenye miogo yenyewe ndo. Wewe. Yaani ni mzali umenyambia twende. Hakuna kwenda kwenye miogo wala kwenye viazi. Wewe umeamua leo twende mpaka uko unapotaka. Yaani ni mzali tu mimi nikamwone mbaya wangu, nataka twende. Yaani ukitaka Morogoro leo tunaenda, ukitaka Msanga tunaenda, ukitaka Bigwa tunaenda, ukitaka wapi tunaenda. Sijui umenielewa? Kwa hiyo habari za mkojo sijui kunya kojoa pale tondoki. Kwani mimi wewe sikujui vizuri? Unamwonea aibu nani? Hem, kojoa hapo tondoki. Yaani mimi sina maana hiyo kwamba wewe unijui vizuri. Najua wewe unanijua vizuri tu mama yangu. Ila mimi nina tatizo moja. Yaani siwezi nikasema eti ni shubale hapa. Alafu sasa shubala yangu mimi sio ya haja ndogo. Natakiwa ni shubale ya haja kubwa. Na haja kubwa unajua sheria yake lazima uchutame. Na wewe si unajua mimi nani yangu moja kubwa. Sasa nikikaa vibaya itaburuza chini na hapa michanga mingi. Ikilamba michanga hapa utakuwa ufaidi. Mao usinichekeshe. Yaani iwe kubwa, iwe ndogo, uwe na mshipa, uwe na busha. Kojoa hapa nikuone. Kwani mimi si mke wako na kujua vizuri? Kupo sawa. Wewe jamaa ulimuelewa vizuri kweli? Mbona kujavunjwa? Yaani ndugu yangu shida yako wewe ndio hii hapo tu basi. Yaani wewe kuniamini mimi huaga uniamini kabisa ni. Wewe mwenyewe shahidi, simu imepigwa pale nimepokea mbele yako. Yaani jirani sijui kafikiria nini kunipigia simu za kijinga kama hii. Ananiambia kumevunjwa, mimi nakuja nyumbani kupo sawa kabisa. Yaani mtu nilikuwa namheshimu, namchukulia dada zangu afu anakuja kunivunjia heshima. Huko ni kuvunjia na heshima huko. Aise. Sasa kaka sikia, wewe nenda kapumzike. Mimi ili siwezi kulifumbia macho. Namfuata huko. Maana amezidi. Huu ni ujinga. Hii njia, alafu ni stili mimi mume wako. Kwa sababu haya, ninakaa hapa ninashusha mzigo hapa, alafu watoto wakifika wakiniwekea pilipili au wakiniwekea sijui chumvi, wakinichomekea nyoya ya kuku, si nitakuwa ninajikuna mimi. Kila nitapokaa mimi nitakuwa napeleka mikono tu chapu. Kila nikikaa mikono chapu. Hebu basi ni stili. Mimi si mume wako. Hebu fanya hivyo mwenzako. Kenda ili uone alijua moja inatakiwa likapasuliwe. Sasa hapa nitalambisha, upasuaji utaenda vibaya. Haya sawa, nakupa dakika 2. Urudi sasa hivi. Haya asante. Haya fanya haraka, nakupa dakika 3. Tena 3 nyingi, 2 zinakutosha. Mimi moja tu natosha. Ndio urudi sasa hivi hapa tuondoke. Niangalie tena. Nenda. Tatu. Wewe mbona umalizi huko? Bwana fanya haraka tuondoke huko. Masudi! We Masudi! Mfanye tuondoke basi. Huyu itakuwa kaondoka nini?
Nakwambia hivi, nitakukomesha kama umeondoka. Yaani leo ukirudi nyumbani leo utolala. Nakwambia hivyo, nitakuwasha na kiberiti leo. Utanijua mimi kama mimi binti Bada au binti nani. Nyo. Yaani umeamua kunikimbia hivi, umenizurulisha mabondani kule mapolini, umeniacha nikibakwa na wadudu. Yaani leo nitakukomesha. Utajulikana kama leo mwanamke au mimi mwanaume. Tutabadilishana jinsia mbwa. Hivi yule ana akili timamu kweli kichwani kwake? Yaani yule wakukaa pale, wakusema eti umeniacha polini mimi nitabakwa huku, nitabakwa na wadudu. Mdudu gani atakayembaka yule? Yaani mdudu mwenyewe akimwangalia yule usoni, si anakimbia yule mdudu mwenyewe. Mimi mwenyewe nimemstiri tu. Hivi yule mwanamke mimi kweli nimemtoa Masaki au Masaki kaamia tu? Yule usikute yule wa Chamanzi yule. Sasa na mimi nataka nimuonyeshe shosho kwamba sisi watu tunajua. Wewe unipeleke hivi hivi chiko mwanamke unipeleke kindakindaki. Mimi mimi mwenzako nimefungwa unyagoni. Mimi mwenzako sijakatwa na bisibisi. Kisu kimepita, kimewekwa jikoni tu, chwa kikafanya chwa. Na siri kibao. Ni ule. Kwanza kanikela, tubadilishane jinsia, mimi na yeye tubadilishane jinsia. Ataona. Tukibadilishana, tapiga ile kama vishandu, kuna style ile mguu na kaga hivi kama kishandu. Ngoja. Sasa hii ina maana gani ndugu yangu? Yaani unanipigia simu nyumbani kwako kumevunjwa na kuja nyumbani pale kupo fresh kabisa. Hii ni nini sasa hii? Unataka nikuvunjie heshima alafu useme vijana mnatumia miadarati ndio unachotaka wewe. Mimi nitakuvunjia heshima jirani. Nitakuheshimu juu. Na mtu akikuheshimu na yeye muheshimu. Na ukishinda kwenye heshima basi utakuwa wewe kama mwandazimu. Nisikilize wewe. Unafahamu fika na nishawahi kuambia kwamba sina simu nimepoteza. Sasa unaponiambia nilikupigia simu, sasa najiuliza hiyo simu nimetoa wapi? Nilitoa wapi simu? Sasa kumbe hii ni namba ni ya nani, si ya kwako? Ni wewe umenipigia simu afu unakataa nini sasa? Hivi vitu vingine sio vya ukataa, ukifanya jambo kubali kosa. Sasa wewe unakataaje hujanipigia kati namba ni ya kwako? Sikilize, hebu nionyeshe. Mambo mengine bwana sio fair. Tusifanyane hivyo bwana. Bwana, mbona hamna? Ni wewe umenipigia? Hapana bwana. Nimeona kabisa wewe umenipigia wewe. Nilipotea gizani nikafuata sauti za upepo, zikanipeleka mbali karibu na makutano ya moto, lakini ukaniita taratibu kwa rehema zisizoisha. Nikarudi nikiwa mchovu, ukaniweka kifua